Rais wa Marekani Donald John Trump amethibitisha hadharani kuwa alimuita Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa maneno makali wakati wa mazungumzo ya simu yaliyofanyika Jumatatu kuhusu mzozo wa kijeshi unaoendelea kati ya Israel na kundi la Hezbollah nchini Lebanon. Trump alisema alimuita Netanyahu kichaa kabisa kwa hasira kutokana na namna Israel ilivyokuwa ikiendelea na mashambulizi dhidi ya maeneo ya Lebanon, jambo ambalo linaonekana kuongeza mvutano wa kidiplomasia kati ya washirika hao wawili wa muda mrefu. Trump alitoa kauli hiyo wakati wa mahojiano marefu ya takriban saa moja katika kipindi cha mazungumzo ya sauti kinachoitwa Pod Force One kinachoendeshwa na mwandishi wa habari Miranda Devine. Katika mahojiano hayo, Trump alieleza kuwa alikuwa amechoshwa na kile alichokiona kama kuendelea kwa mashambulizi ya mara kwa mara ya Israel dhidi ya Lebanon, hasa wakati ambapo juhudi za kimataifa zilikuwa zikifanyika kuzuia kuongezeka kwa mapigano katika eneo la Mashariki ya Kati. Akihojiwa kuhusu mazungumzo yake na Netanyahu, Trump alisema wazi kuwa alikasirishwa na namna Waziri Mkuu wa Israel alivyokuwa akiendeleza operesheni za kijeshi dhidi ya Hezbollah. Trump alisema kuwa alimwambia Netanyahu kwa lugha kali kutokana na kile alichokiona kama msimamo wa kuendelea kutumia nguvu za kijeshi badala ya kutafuta namna ya kupunguza mvutano. Nilikerwa kidogo na namna alivyokuwa anaendelea kupigana na Lebanon kila mara, alisema Trump wakati wa mahojiano hayo, akionyesha kuwa hakuwa ameridhishwa na mwenendo wa mapigano hayo. Kauli hiyo imeonyesha wazi kuwa kulikuwa na hali ya sintofahamu kati ya viongozi hao wawili kuhusu namna ya kushughulikia mgogoro huo. Hata hivyo, pamoja na kukiri kutumia lugha kali dhidi ya Netanyahu, Trump alijaribu kupunguza uzito wa mvutano huo na kusisitiza kuwa bado anamheshimu kiongozi huo wa Israel na ana uhusiano mzuri naye. Trump alisema kuwa anampenda sana Netanyahu, ambaye mara nyingi huitwa kwa jina la utani kama bibi, na kwamba wamekuwa wakifanya kazi nzuri pamoja kwa muda mrefu licha tofauti za mara kwa mara kuhusu masuala ya usalama wa kikanda. Ninampenda sana bibi, ninafanya naye kazi vizuri sana, alisema Trump, akisisitiza kuwa tofauti zao za maoni kuhusu Lebanon hazimaanishi kuvunjika kwa uhusiano kati yao. Taarifa kuhusu simu hiyo zilianza kuibuka mapema baada ya chombo cha habari cha Axios kuripoti kuwa Trump alikuwa ametoa maneno makali yenye hasira dhidi ya Benjamin Netanyahu wakati wa mazungumzo hayo ya simu. Ripoti hiyo ilieleza kuwa Trump alikasirishwa na mipango ya Israel ya kuendelea kushambulia maeneo ya Hezbollah nchini Lebanon, hususan mji mkuu wa Beirut, licha ya shinikizo la kimataifa la kutaka kupunguzwa kwa mashambulizi hayo. Kwa mujibu wa ripoti ya Trump, alihofia kuwa mashambulizi ya Israel dhidi ya Hezbollah yangeweza kusababisha kuongezeka kwa vita kubwa zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa kutokana na uwezekano wa Iran kuhusika moja kwa moja kupitia washirika wake wa kijeshi kama Hezbollah. Hezbollah ni kundi lenye nguvu kubwa kisiasa na kijeshi nchini Lebanon, ambalo limekuwa likiungwa mkono kwa muda mrefu na Iran na limekuwa likihusika mara kwa mara katika mapambano dhidi ya Israel. Baada ya ripoti hizo kuchapishwa, maafisa wa Israel walikanusha taarifa hizo na kusema kuwa maelezo yaliyotolewa kuhusu mazungumzo ya Trump na Netanyahu hayakuwa sahihi. Serikali ya Israel ilijaribu kuonyesha kuwa hakukuwa na mvutano mkubwa kiasi hicho kati ya viongozi hao wawili. Hata hivyo, baada ya Trump mwenyewe kuthibitisha hadharani kuwa kweli alitumia lugha kali dhidi ya Netanyahu, madai yalikuwa yamekanusha sasa yameonekana kupata uthibitisho mkubwa. Tukio hilo limezua mjadala mkubwa kuhusu hali halisi ya uhusiano kati ya Marekani na Israel, hasa katika kipindi hiki ambacho Mashariki ya Kati inakabiliwa na migogoro kadhaa ya usalama. Kwa miaka mingi, Marekani imekuwa mshirika mkuu wa Israel katika masuala ya kijeshi, kisiasa, kiusalama, lakini kumekuwa pia na nyakati ambazo viongozi wa Marekani wamekuwa wakionyesha kutoridhishwa na baadhi ya maamuzi ya serikali ya Israel, hasa kuhusu operesheni za kijeshi dhidi ya majirani zake. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaamini kuwa kauli ya Trump inaweza kuwa ishara ya uwepo wa shinikizo la Marekani kwa Israel ili kupunguza mashambulizi dhidi ya Lebanon na kuepuka hali ambayo inaweza kugeuza mzozo huo kuwa vita vya kikanda. Ingawa Trump ameweka wazi kuwa bado ana uhusiano mzuri na Netanyahu, uthibitisho wake wa kutumia lugha kali umeonyesha kuwa kulikuwa na mvutano wa kweli kuhusu namna ya kushughulikia mgogoro wa Lebanon na Hezbollah.
Kwa sasa macho ya jumuiya ya kimataifa yanaelekezwa zaidi Mashariki ya Kati, huku kukiwa na hofu kwamba kuendelea kwa mapigano kati ya Israel na Hezbollah kunaweza kuleta athari kubwa zaidi za kiusalama, kiuchumi na kibinadamu katika ukanda huo, hasa ikiwa juhudi za kidiplomasia za kusitisha mapigano hazitafanikiwa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.